onyesho lililopita katika Panguso. Wamenipigisha magoti mimi, wamenitekenya, yani wamenitekenya, wamenifanya niite mvua bila sababu za msingi. Hakuna mvua, jua kali, wanaambia mimi niite mvua. Kwamba kuna wachezaji wa Vegas walikufa, hujui hicho kitu? Kwa nini unashirikiana na maadui zetu? Kwa nini unafanya hivyo? Unajiamini nini? Usiniletea habari zako za kijinga hizo wewe. Unajua kamanda gani hapo ndo unanipa wasiwasi. Umeshaelewa? Sisi ni makamanda ambao tumekula kiapo cha kuwadhibiti hao ambao kidogo wanaleta mambo kidogo si. Wapi? Nitamkuta huyu. Wewe naitwa Sikitu weke za kinene, jaribu. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mweba mwana wao. Baba mweba mwana wao. Mai. Hivi mama, ukiwaona watoto wako hivi walivyo, wewe unajifunza nini? Unataka kuamini kwamba ni ulimwengu umewafanya wawe hivi au ni wewe? Hawa watoto wako wako hivi kwa sababu yako. Vita haviishi kwao kwa sababu yako. Kwa sababu wewe sio mama wa kujivunia hata kidogo. Umeshindwa kulea watoto wako. Umeshindwa kuwafundisha misingi, badala yake umewaambukiza tabia ulizonazo. Nataka nikuulize swali moja kabla sijakuuliza maswali mengine mawili. Hiyo nyumba ambayo umeenda kumwambia huyo bwana wako wa Yakuza Bigi Jembe kwamba akupe pesa ili ukailipe inataka kuuzwa, ni ipi? Mama, ina maana unataka kuuza nyumba kwa ajili ya deni lako la 300? Kikao na kiongoza mimi, kaa kimya. Samahani kaka. Nasubiri majibu kutoka kwako. Hapana, mimi niko na shida na hiyo 300. Ndio maana niko naomba niongope. Una shida na 300. Ukuweza kuniambia mimi wala hii familia yako 300. Tumekupa ngapi wewe? Haijalishi mtu amepata hela kwa namna gani, kwa nini? Huyu anadanga kila siku anakuletea hela. Na ni nyingi kuliko hata hizo 300. Ulishindwa kumwambia? Ulishindwa kuniambia mimi? Hata huyu muuza bangi tu angeweza kukutafutia hiyo 300. Kwa hiyo ukaona sababu ni wewe uende kwa Bigi Jembe. Hizi aibu zako ambazo mkuu ukituletea tumezichoka. Tumezichoka kabisa. Kila tunakopita tunanyoshewa vidole. Watoto wa mama Kipunje ndio hao. Kipunje mwenyewe ndio huyo. Sikujua ndio yule pale. Sikitu ndio yule pale. So wewe mama, na kuonya kwa mara ya mwisho. Sitaki nikuone unaambatana na ule bwana wako wa Yakuza. Sitaki. Na siku ukirudia kufanya hivyo, haki ya Mungu masafi ya mtume tena walai, na kuhakikishia nitasahau kama nilikaa kwenye hilo tumbo miezi 9. Sasa kama umechoka kuishi mjini, tuambie. Mimi nitakupa nauli urudi kwa babako Sumbawanga ukakae huko. Kwa sababu hapa wewe mama kazi yako ni kutudhalilisha tu. Na kuonya leo kwa mara ya mwisho. Kama unadhani mjini ni pagumu, sema tukupe nauli urudi kwa baba yako. Kaka, mimi nikushauri uungane na vijana wenzio. Hapa Vegas hakuna asiyejua tabia ya Lusako, kwamba ni kijana mzuri sana. Kwa tusipoenda kukesha hatueleweka kabisa. Mimi nimekuelewa sana mdogo wangu. Ila kitu nisichovutiwa nacho ni huo tu uvigasi wao. Yaani imefika hatua paka vijana hapa mtaani hawana amani. Na ninatamani leo nikienda huko kwenye msiba nishike kipaza niwatetee wanyonge.
kwa sababu wanavunja sana sheria. Usisubutu kaka yangu, utapotea. Hawa vijana Vegas ni kama dini yao, tena alofiwa ni mwanachama wao. Ukifanya hivyo utaonekana umewachokoza kabisa. Sasa kama wana dini yao ya Vegas, sasa kuna haja gani mimi kwenda kwenye huo msiba? Hivi umesahau kwamba marehemu mama alikuwa ni rafiki wa Mama Lusako? Tena walikuwa ni viongozi kanisani kwao, na walikuwa ni waimbaji wa kwaya mahiri wa sauti ya pili. Unasahauje hilo? Ngoja nikukumbushe. Unamkumbuka yule mama ambaye alikuwa anaimba nyimbo za Kinyakyusa kipindi cha msiba wa baba? Yule ndio Mama Lusako alofariki. Kani mimi sijui? Sasa kama unajua, mimi nakwenda kujiandaa. Nikitoka hapa tunaenda msibani na tutalala huko huko. Sawa, nimekuelewa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Kaka, kuna ujumbe wako hapa kutoka kwa tangazo. Anasemaje? Maskini. Mama Lusako amefariki. Mama, mimi nakwenda msibani. Vipi? Hilo deni lako la 300 umelilipa sasa? Nimeipa 200 na 100. Yaani wewe, namwomba Mungu aniamue na wewe. Maana ipo siku nitaenda jela kwa sababu yako. Sasa nakupa hiyo 100,000. Na hii ni ya mwisho. Nikikuona tena unaambatana, unainuka unaenda wapi? Ukisikia gahela yani wewe unapagawa, unawashwa. Utulii yani. Unamchecheto, unamzuka. Hii 100,000 ya mwisho. Na utakapompa hizi pesa huyo mtu anayekudai, nisisikie tena. Ukamalize hilo deni na sitaki tena kusikia mambo ya madeni yako. Na ole wako tena nikuone na huyo nani sijui mpumbavu, sijui anaitwa nani, sijui Bigi Jembe, sijui nani. Nitakunyoosha. Sasa niongeze mwanangu. Na kuagiza kwa Bigi Jembe, mwambie hii vita ndio kwanza imeanza. Nikimaliza msiba nitamrudia yeye. Na mwaka huu mimi na yeye mmoja wetu atamuita mwenzake baby. Oya, ile misosi sipo. Mpe basi bi mkubwa na skitu na wale. Atakula na 100,000. Wape bwana. Wewe si ushakula? Oya, tuenzetu msibani. Bwana, mimi siwezi kwenda msibani. Msiba wenyewe mimi haunihusu. Mimi na mishe zangu. Alafu msiba wenyewe wa Vegas mimi unanihusu vipi sasa? Wataka nikubebe sio? Naweza ujue. Afu wewe nakuweza sana ujue. Nakuweza kabisa. Inuka twende. Boya wewe. Changamka twende msibani. Na utalala msibani leo fala. Twende msibani huko. Kaa huko na wewe. Baadaye wote niwaone msibani. Hakuna mtu asiyemjua Mama Lusako hapa. Yes, baby wewe. Wakati mimi sioni, nahitaji wako msaada. Maisha yanapopata giza, sioni hata pa kuelekea. Ndipo ninakumbuka ya kwamba ulisema kamwe hutaniacha.
majaribu yakiwa magumu, sina hofu kwani yupo Yesu. Kuna wakati mimi sioni, nahitaji wako msaada. Maisha yanapopata giza, sioni hata pa kuelekea. Ndipo ninakumbuka ya kwamba ulisema kamwe hutaniacha. Usijali rafiki yangu Lusako, kazi ya Mungu kweli hapo ina makosa. Maana ambia hata kwenye vitabu vya Mungu vinatuambia kila nafsi itaonja umauti. Tutatambua Lusako, kweli ni wakati mgumu tunaopitia, lakini hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hapo nimejitahidi kumpigia simu kaka Kipunje naye hapatikani. Mimi ningefikiri labda tufanye subira kidogo. Hata kama mambo hayaendi. Na kitu kingine Lusako, kuhusu maziko ya mkubwa au usijali. Sisi tupo hapa kwa ajili yako. Tutahakikisha tunapambana kwa kila hali mpaka bibi mkubwa atazikwa sehemu salama kabisa. Usijali. Pole. Nashukuru sana baba. Wangu. Bila nini sijui. Ondoa shaka Lusako. Ondoa shaka mwamba, ondoa shaka. Usijali kabisa. Huu ndo muda wa kupambana. Huu ndo muda wa kusimama sasa. Isitoshe Kapteni ashatuambia kwamba sisi ni familia. Hili jambo limetukuta wote kaka. Tutalimaliza wote. Jikaze mwanaume, jikaze. Tangazo. Kama vipi muibukie tu blaza. Muibukie. Muibukie tu, aibukie hapa. Mimi kitu ninachokifikiria. Labda kwanza ngoja tuweke mipango sawa. Alafu ndio niondoke. Unaonaje? Mbona msingi ni muhimu sana. Majaribu yakiwa magumu, sina hofu kwani yupo Yesu. Yupo Mungu ninayemtegemea, yeye ndiye kinga ya maisha ninapokuwa na shida. Mungu anaweza, yupo Mungu ninayemtegemea, yeye ndiye kinga ya maisha ninapokuwa na shida. Mungu anaweza. Hawa jamaa wanaimba sana. Unajua nimeanza kuwasikia niko mbali kweli. Lakini najiuliza kwa nini hawaimbi zile nyimbo zao za Kinyachusa kama ambavyo tumezoea wakati wote. Mimi nafikiri kwa sababu bibi mkubwa hayupo. Unajua hawa walikuwa wanafunzi wa bibi mkubwa, ndio maana wanaimba nyimbo hizo la lakini kwa uchungu. Bibi mkubwa alikuwa hodari sana, alikuwa anaimba sana nyimbo za Kinyachusa.
Nakumbuka wakati fulani alipofariki mama yako mdogo, tulikuja hapa, wewe ukuwepo. Basi kuna namna walikuwa naimba, kuna wimbo mmoja naukumbuka, ni wimbo wa Kinyachusa walikuwa naimba, na alikuwa na kuanzisha Bi Mkubwa mwenyewe. Ule wimbo naitwa, naukumbuka ule wimbo. Yes, naukumbuka. Na wakati wanaimba walikuwa wanapiga na zile za hivi. Weya kiara undurege mukirisi ti wangu okuti mberi seke sianarori. Weya kiara undurege mukirisi ti wangu okuti umberi seke sianarori. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Wakati wanaimba alikuwa naimba huku anapiga kama biti, kama vile wanafanyaje sijui mapigo. Mbombi mbomboja kotata inogono sia nguso ngafigege nasiona mufwe wangu kiala wangu we mwikemo kiala wangu we mwike undurege mbukirisiti wangu. Zilikuwa ni nyimbo nzuri, zinavutia, zinakusogeza jirani na hisia fulani, lakini hawa wameshindwa. Kuna kitu kimoja ningetamani mkifahamu. Bi Mkubwa alikuwa ni Mvegas original. Sisi sote hapa tunafahamu. Na alipenda Vegas. Mama Lusako alikuwa ni mzalendo wa kweli. Hivyo nilitaka mfahamu jambo hili kwamba msiba huu ningetamani uwe ni msiba wa Vegas. Wesi, kakako yuko wapi? Nimemtafuta kila sehemu simuoni. Hivi unajua mimi muda wote najua mko wote. Sasa atakuwa ameenda wapi? Cha kufanya, nenda kamwangalie pale kwa wale wavulana. Hivyo una keti mama kweli? Naendaje kumwangalia kwa wale wavulana? Afu mimi namjua Gears, hata siku moja hawezi kukaa sema mambo Vegas wapo. Anajifanya mjanja. Anajifanya ndo mara kitaa. Anifahamu. Nitamwanzishia falankati hapa hapa msibani na tuamini. Basi rafiki yangu, hata usifikie huko. Labda atakuwa tu anavuta sigara. Kuku kwako mwenyewe, yani ni mshike manati. Twende wote huko tukamsaki. Mchanganya kabisa. Tuchukulie kama misiba mingine ya Vegas. Mazishi ya mama huyu mzalendo yafanywe Vegas. Na hatutahitaji msaada kutoka kwa mtu yeyote, kwa sababu huyu mama ameumwa, wote tunajua. Hakuna aliyeleta hata panado, lakini tizama watu walivyojaa. Kwa hiyo hatutapokea kitu chochote kutoka kwa mtu yeyote. Huyu mama tutagharamia sisi watu wa Vegas. Sisi ndio tutaubeba msiba huu, tutatembea nao mabegani. Vipi mwenzangu? Mbona naona mkuja msiba bila taarifa? Cha usiku huyo kanilazimisha twende kwenye msiba. Sasa mimi nafanyaje? Ila ratiba yangu ya leo ni ya kulala mimi na wewe mke wangu mpaka asubuhi. Kwa tufanye kitu kimoja. Tukalale nyumbani kwangu. Alafu asubuhi turudi msibani. Twende mama. Wewe mume wangu wewe muelewa wewe. Yaani watoto wangu wote wako hapa. Na watoto wangu ni wakorofi, shauri zako hii shauri tu. Unafikiri mimi naogopa? Twende. Kwa muelewa. Alafu hivi si ukoje? Yaani ukishauri na mimi unajilegeza si ukoje? Alafu nilichogundua watoto wako hawamheshimu baba yao. Sasa nataka kitu hiki kimoja. Ukatambushe kwa watoto wako. Wamjue baba yao na mimi niwajue. Yaani wewe si ujielewe wewe. Wewe una bifufaya Yaani watoto wako watakuvuruga wewe.
Hangaika tu. Naomba nikwambie kitu. Kama wenyewe wanaita fire, mimi nakuja na gari kabisa la kuzima moto. Hivyo mjui vizuri eh? Unajishaua. Hangaika. Twende. Bwana acha ujinga wako, unakuwa sio muelewa kwa sababu gani? Unakuwa sio muelewa kama nini? Mimi hapa. Asante sana bro. Mimi sina usemi. Mama kaka kabla hajapa alitamani sana ungekuwepo hospitali, ila amekufa akitambua kuwa ulikuwa una juhudi za kutaka kuokoa maisha yake. Hapa nilipo nimekuletea ile hela. Wow. Sasa sikiza, nisikilize usijichekeshe. Kuanzia leo nakwambia usije ukakopa hela ya watu tena. Kama huna uwezo wa kulipa hela za watu, usikope tena deni lingine. Nakupa hela mimi, sitaki tena kusikia deni lingine kokote. Sasa kopa. Kichukulia kibanda chako kile basi kulipita na Mke wangu sikopi tena. Ndio nakwambia. Shika 100 hii. Jamani. Mchekesha nikuone mcheshi. Sasa kopa tena. Sasa unaenda wapi? Hebu nipe msibani mimi acha ujinga wako. Ndio kama mpumbavu. Mzima na yako kama unapita kazi. Chezea giazi wewe. Cheza kama Cristiano Ronaldo. Kuna kitu aliniambia. Mwanangu, zaidi kuishi vizuri na wenzio, maana siku zangu za kuishi duniani zimekwisha. Acha mbali zote kaka yako. Kaka yako ndo atajua wewe unaishi vipi na mimi nitazikwa vipi. Mama, mimi ninavyojua nimezaliwa peke yangu. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Huyo kakangu ini nani? Nini na anitampataje? Kweli mwanangu, mimi nimekuzaa wewe peke yako, lakini babako ana watoto wengine 4. Siwezi kufa swala hili moyoni. Kipunje ni kaka yako, baba yenu mmoja. Mama, siku zote mbona hukuniambia? Alafu kaka Kipunje mwenyewe anajua juu ya jambo hili. Tulikubaliana na mama Kipunje, akaniambia sio sisi sote siku moja kuongelea swala hili, na siku nikiliongea takiona cha mtema kuni. Hakuna
asiyejua ukorofi wa mama Kipunji. Nadhani hata Kipunji hajui jambo hili. Angekuwa alishafika na kutuma mwanangu. Mimi nitazikwa kama mtu wa Vegas, na yeye ndo atasimamia mazishi yangu kila kitu. Mama, ni mkubwa. Mama. Ni mkubwa. Mama. Mama. Au mama mkubwa. Mama. Mama. Saja. Kausha basi. Tusizoeane bwana. Sawa wapi hizi? Unadhani hiyo hadithi yako inaweza kuhalalisha ndugu wangu mimi na wewe? Mimi ninachojua mpaka baba yangu anafariki hakuwahi kuniambia kwamba alikuwa na mtoto wa nje. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa, tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe, tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso, haya twende panguso,